better place. We are smart at what we do to make our world a better place. By the help of God, to make our world a better place. By the help of God, to make our world a better place. Smart do. Hamjambo wanafunzi, natumai ubuheri wa afya. Karibu kwenye kipindi chetu cha leo. Tunaangalia sarufi na matumizi ya lugha kidato cha kwanza Kiswahili. Leo ningependa tuangalie aina za sentensi, tuelewe kwamba sentensi ni nini. Tuangalie aina za sentensi, tutaangalia sentensi sahili, sentensi ambatano na sentensi changamano. Kumbuka sentensi inatokana na sauti, silabi, neno, kisha baadaye sentensi. Kwa hivyo sentensi ni kipashio cha juu zaidi cha lugha ambacho huundwa kwa neno au maneno ambayo yameambatana ili kutoa maana fulani. Kipashio cha juu zaidi cha lugha. Kipashio cha juu zaidi cha lugha ambacho kina maneno yameunganishwa ili kuleta maana. Sentensi yaweza kuwa na neno moja, maneno mawili au na zaidi. Kwa hivyo tuangalie aina za sentensi. Katika Kiswahili ieleweke kwamba kuna aina tatu kuu za sentensi. Kuna sentensi sahili, sentensi ambatano na sentensi changamano. Kwa hivyo tuanze na sentensi sahili. Sentensi sahili vile vile hujulikana kama sentensi nyepesi au sentensi rahisi. Hii ni sentensi ya Kiswahili ambayo huundwa kwa neno moja au mawili au zaidi, na kwa kawaida huwasilisha dhana moja. Sentensi sahili huwa na kitenzi kimoja. Kwa hivyo sifa za sentensi sahili ni kwamba huwa ni sentensi rahisi au sentensi nyepesi, huwa na kitenzi kimoja, huwasilisha dhana moja. Kwa mfano, anatembea. Kwa mfano, anatembea ni kitenzi, sentensi ni sentensi sahili. Ni kitenzi kimoja. Kwa hivyo inaeleweka kama sentensi sahili. Mfano mwingine ni kwamba Maria ni mzuri. Kwa mfano, Maria ni mzuri, mwanafunzi anasoma. Hizo ni baadhi ya sentensi rahisi. Tuangalie sentensi ambatano au sentensi ambatani. Sentensi ambatano huwa sentensi mbili au zaidi ambazo zimeunganishwa kwa kiunganishi. Sentensi mbili au zaidi ambazo zinaunganishwa na kiunganishi. Kwa mfano wa sentensi hizi: anafyeka huku akiimba. Mfano, anafyeka Kwa hivyo tunaelewa kwamba anafyeka huku akiimba, sentensi ni maneno mawili, anafyeka, anaimba. Kwa hivyo ameunganishwa na nini? Na kiunganishi. Kwa mfano mwingine tunaweza sema kwamba Bahati alipita mtihani ingawa hakusoma kwa bidii. Bahati alipita mtihani ingawa hakusoma kwa bidii. Kwa hivyo Bahati alipita mtihani imeunganishwa na ingawa hakusoma kwa bidii. Tuangalie sentensi, mfano mwingine wa sentensi ambatano. Tuseme kwamba Wairimu alichaguliwa kuwa kiranja wa darasa, kisha akateuliwa kuongoza gwaride. Wairimu alichaguliwa kuwa kiranja wa darasa,
kisha akateuliwa kuongoza gwaride. Tuangalie sentensi, aina ya mwisho ya sentensi, sentensi changamano. Sentensi changamano ni aina ya sentensi sahili ambazo zimeunganishwa na kwa kawaida haziwezi kujisimamia wala kujitegemea ikiwa peke yake. Sentensi hii huweza kuambatana na virejeshi, kwa mfano amba, enye, na kuna vile vile ye. Huambatana na virejeshi amba, enye na kadhalika. Kwa mfano tunaweza sema kwamba tunda lililoiva limeliwa. Tunda lililoiva limeliwa. Kwa mfano tunda lililoiva limeliwa. Tunda lililoiva limeliwa. Kwa hivyo lo inarejelea nini? Inarejelea tunda ambalo limefanya nini? Limeiva. Sentensi hii tukisema kwamba tuseme tunda lililoiva ni sentensi moja. Hii ni sentensi sahili ambayo kwa kawaida haiwezi kujitegemea, haitoi maana faafu. Tunda lililoiva. Kwa hivyo limefanya nini? Kwa hivyo sentensi hii inakamilika iwapo inaongezewa nini? Limeliwa. Mwanafunzi ambaye alichelewa shuleni ameadhibiwa. Ambaye inatumia kirejeshi amba. Mwanafunzi ambaye alichelewa shuleni ameadhibiwa. Kwa hivyo kwa kutamatisha tuseme kwamba sentensi ni kipashio cha juu zaidi cha lugha ambacho huundwa na neno au maneno ambayo yanatoa maana. Kuna aina tatu kuu za sentensi: sentensi sahili au nyepesi au rahisi. Ni sentensi za kimsingi ambazo huwa ni rahisi kabisa: sentensi sahili, rahisi au nyepesi. Huundwa kwa neno moja, huwasilisha dhana moja, huwa na kitenzi kimoja. Sentensi ambatano ni sentensi mbili au zaidi ambazo huunganishwa kwa kiunganishi. Sentensi changamano ni sentensi ambayo huundwa kwa sentensi sahili ambazo haziwezi kujisimamia peke yake. Inatumia viambishi, inatumia virejeshi amba, enye na kadhalika. Kwa hivyo kufikia hapo, ninakushukuru kwa kuwa mwanafunzi msikivu kwa kipindi cha leo, na watakia kila laheri. Kwaheri.